Bila shaka hujambo na kukaribisha katika makala maalum ya Suluhu. Na kama umetufuatilia, tunatazama suluhu ya mawasiliano vijijini. Mkakati mkubwa kabisa wa serikali kwa sasa kuma mawasiliano vijijini. Na kama nilivyozoea kusema kwamba mawasiliano si anasa tena, ni muhimu. Mkakati wa serikali ni vijiji kugeuka mjini. Mawasiliano ni fedha, mawasiliano ni hospitali, mawasiliano ni barabara, mawasiliano ni kila kitu. Na tunapata fursa ya kuzungumza yale muhimu, kuona namna ambavyo mawasiliano yamefika. Tuko Urushimbo mkoani Kilimanjaro. Watani zangu Wachaga walikuwa wanajifanya wajanja, mawasiliano yalikuwa hayajafika, ndio yanafika sasa hivi. Sasa tunapata kuzungumza namna ambavyo mawasiliano yamefika na yamebadili maisha huku vijijini. Tuko Urushimbwe, lakini kwanza tunazungumza na mhandisi kutoka mfuko wa mawasiliano kwa wote USAF. Hawa wamepewa mkakati mkubwa kuhakikisha kwamba wanasukuma nia kubwa ya kupeleka mawasiliano katika ule mradi wa kupeleka mawasiliano minara 758 ukigeuza vijiji kuwa mijini. Mambo yamebadilika mno, simulizi za kuvutia na zinazonoga unazisikia. Mhandisi, habari za kwako? Salama, kwema kabisa. Kwanza tukipenda kufahamu majina yako na unasimamia eneo gani katika kuhakikisha kwamba mawasiliano yanafika vijijini? Asante sana. Kwa majina naitwa Godson Francis Malangwa, ni mhandisi kutoka mfuko wa mawasiliano kwa wote kanda kaskazini. Kanda kaskazini na jumla mikoa minne: mkoa wa Arusha, Kilimanjaro, Manyara na Tanga. Tumepita katika maeneo hayo, tumeona namna ambavyo mawasiliano yamebadili maisha vijijini. Tofauti na wengi waliofikiri kwamba ukilima mawasiliano ni muhimu na kila kitu ni muhimu. Kwa namna gani USAF mmebeba mkakati huu na kuusukuma katika tafsiri iliyohitajika? USAF tumekuwa tukifanya miradi ya mawasiliano vijijini, na mradi ambao unaendelea sasa hivi ni mradi wa Tanzania kidijitali. Katika mradi huu unahusisha ujenzi wa minara 758 katika kata 713. Na Urushimbwe ni moja ya kata ambazo zinanufaika na mradi huu. Leo tupo hapa Urushimbwe na mnara huu ulijengwa na mtoa huduma wa Yas. Unanufaisha vijiji viwili, Urushimbwe juu na Urushimbwe chini. Tuambie, mnara huu unajua kuleta heka hapo katikati. Ndiyo. Taharuki, wananchi walikuwa wanaona kama mradi unataka uondoke mara uje. Kwa namna gani mliingilia kati na sasa tafsiri inapatikana hapa? Kwanza kabisa nipenda kuipongeza serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais. Ni maelekezo yake Mheshimiwa Rais hizi taasisi kushirikiana, kufanya kazi kwa kushirikiana. Hapo awali kuna changamoto moja ilitokea, changamoto ya kibali kutoka mamlaka ya udhibiti wa anga TCAA. Sasa walivyoomba kibali mtoa huduma, kibali kikakataliwa, lakini tulishirikiana na TCAA na walitoa kibali cha ujenzi wa mnara huu baada ya kufanya maboresho katika vipengele vya maombi. Asante. Kwa namna gani umefika huku? Umeona na nyinyi ni wakaguzi, mnapata mrejesho. Kwa namna gani tayari wananchi wameshaanza kufurahia huko? Wananchi sasa hivi wanafurahia huduma baada ya ujio wetu, kwa sababu tufanya ziara ya pamoja tukiongozana na TCAA pamoja na mtoa huduma na mkandarasi. Tulikuja hapa tukashughulikia changamoto na mnara ukajengwa. Sasa hivi wananchi wanafurahia, kila mtu anafurahia huduma. Umezunguka katika maeneo tofauti. Mkakati wa nchi, mkakati wa serikali ni kupeleka mawasiliano ili maendeleo yaweze kufungamanishwa na mawasiliano. Yeah. Kwa namna gani kuna uhalisia katika maeneo ambayo unayasimamia? Tumetembelea maeneo mengi sana. Maeneo mengi yana changamoto za mawasiliano. Na mawasiliano yanasaidia maendeleo ya kiuchumi na kibiashara pia. Hata maendeleo ya kijamii. Kama hata ujio wangu kuja hapa ni mawasiliano na wenyeji kama panapitika, maana kuna changamoto za barabara kutokana na mvua zinazonyesha. Kwa hiyo ujio wangu hapa pia umefanikishwa na huduma ya mawasiliano kupitia mnara huu ulioko hapa. Yes. Nini wito wako kwa wananchi kutumia hizi fursa, lakini pia ahadi yenu kama mfuko wa mawasiliano kwa wote USAF katika kuhakikisha kwamba mtahakikisha mawasiliano watayapata kama ambavyo serikali inataraji na serikali imeweka nia kubwa ya hili? Serikali inapambana na inafanikisha huduma za mawasiliano kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote USAF. Mwananchi yote mwenye changamoto ya mawasiliano anaweza kuwasiliana na USAF kupitia website. Kuna anwani pale zimewekwa, kuna namba za simu zimewekwa ambazo ukapiga bure kabisa na utaripoti changamoto yako eneo lako na huduma itakufikia. Urushimbwe ni moja eneo la mfano ambalo mtu anaweza kaona kwamba changamoto iliripotiwa na tukaweza kushughulikia na huduma imewafikia. Yes. Asante engineer. Asante sana. Haya ni ya mhandisi, na sasa tugeuke tuwapate kuwasikia wakazi waliokuwa huko. Wanasema anayevaa kiatu ndiye anejua atakuwa namna gani, ama kinamtosha ama kinambana. Tupate simulizi za maisha kabla na maisha baada.
Mawasiliano yanabadili maisha vijijini. Suluhu. Huu ni miongoni mwa mnara ambao umeendelea kujengwa. Awali yote ulikuwa na changamoto, lakini kadri ambavyo serikali iliwekania thabiti ya kuhakikisha kwamba ilichoahidi kwa wananchi ndicho ambacho kinatekelezeka. Mkakati wa kufikisha mawasiliano. Na kule Unguja upande wa pili wanasema mkasi utaongea, na hapa mkasi unangoja kuongea ili kuhakikisha kwamba mnara huu unamalizika kabisa. Sehemu ndogo tu imebaki, lakini wananchi tayari wanayafurahia mawasiliano. Mawasiliano katika maeneo mengi yaliyoko pembezoni ni jambo muhimu, na wananchi wameanza kuona namna ambavyo mawasiliano yanabadili maisha yao. Mitandao ya simu, lakini fedha zinapita humo, maisha ya kila siku kuwasiliana mjini na vijijini, na kama unavyojua mipango yote kupangwa humo. Lakini jambo la pekee, serikali imekwenda kidigitali. Kwa hiyo shule, zahanati, hospitali, mambo mengi yako kwenye mfumo, manunuzi yako kwenye mfumo. Kwa hiyo kukiwa na mnara kama hivi katika maeneo ya vijijini, tunaondoka katika SLP, tunakwenda katika .com. Mimi tangu nimeolewa na miaka kama 26 hivi, nilikutana na changamoto kubwa sana. Unatafuta njia ya mawasiliano yoyote, labda umeugua, unataka utumie labda hata mtoto akutumia hata kaela au ndugu, unakosa mawasiliano kabisa. Yaani ukitafuta mawasiliano ndugu, labda ni matatizo yametokea, labda misiba au nini, kuwasiliana ilikuwa ni ngumu. Lakini tangu tumefanikiwa kupata haya mawasiliano ya Yas, nashukuru Mungu kwa sasa hivi angalau tumepungukiwa kidogo. Lakini bado mitandao mingine nayo inaendelea kutusumbua. Kwa hiyo sisi tunaendelea kuomba. Ombi letu liko pale pale kwa serikali. Hii mitandao mingine nayo tufanyiwe wepesi kama tulivyofanywa kwenye Yas. Kwa sasa hivi tangu mnara umekuwepo, changamoto ya mtu kupata chochote kitu. Sababu unaweza kuwasiliana na ndugu, sasa hivi anatumia haya mawasiliano ya Yas, unapata chochote kile. Labda una ugonjwa au labda umepata shida, misiba, huku tunakuwa na michango, nakuta ndugu wako mikoani kule, unaweza kuwasiliana nao, tunaweza kumsitiri mtu wetu vizuri zaidi. Tofauti na tulikotokea. Ilikuwa ni changamoto kubwa. Kabla ya mnara kuwepo, tulikuwa na changamoto sana. Maana hata ukipigia simu hakuna mawasiliano. Ukitaka hata kuongea na ndugu hamna mawasiliano, hata kama ni mgonjwa ametokea mahali hakuna mawasiliano yoyote. Lakini tunamshukuru sana Mama Samia. Baada ya mnara kufika huu wa Yas, kweli kidogo angalau tumepata mawasiliano ya mnara wa Yas. Lakini sasa kwenye haya mawasiliano mengine ni ngumu sana. Tulipata hasara nyingi tu kama wagonjwa. Mara nyingi hata ukitafuta labda msaada hata wa gari, unampigia mtu wa gari aje amchukue mgonjwa wako, hata angalau mbebe na chekecheke umfikishe upande wa chini huko, hawezi kusafirishwa. Mawasiliano yalikuwa hayapo. Kwa sasa tunafanya mawasiliano ya kubeba mtu na chekecheke kulingana na barabara yenyewe hamna, mawasiliano naye akawa hayapo. Kwa tunabeba na chekecheke, kabla mgonjwa hajamfikisha hospitali, mgonjwa ameshakufa. Yaani ni wengi tumepoteza, hasa wamama wajawazito. Na wagonjwa walio paralyze ni wengi sana tumewapoteza. Kwa ajili ya nini? Ya shida ya barabara na mawasiliano. Kwa kweli tunawashukuru sana mfuko wa mawasiliano kwa wote. Tunawashukuru kwa kweli kwa hii hatua walioifanya, ni hatua ni kubwa sana. Sisi tunawapa asante mikubwa, na Mungu aendelee kuwabariki ili waweze kuleta tena na mawasiliano ya mnara wa Voda pamoja na Airtel. Kwa mfano nilipokuwa nasoma, mimi nilikuwa nasoma mbali. Siku moja nikaumwa na niliumwa usiku. Kutokana na changamoto ilikuwa ya mawasiliano, mnara hamna hivyo. Nikawa ni walimu kuwasiliana na wazazi zangu ikawa ni vigumu. Nilipata tabu, lakini asubuhi hivyo namshukuru Mungu mtandao ulipatikana. Lakini baada ya mnara kujengwa, mimi nipo mbali, nilikuwa sijui. Siku nikapata tena changamoto, hela matumizi imeniishia. Nikapiga simu Fasta nikajibiwa. Ndo namuuliza mama, mtandao sasa hivi umepatikana kwa haraka. Akaniambia nini, mnara umejengwa hapa jirani, mnara wa Yas, mfuko wa mawasiliano wametufadhili, wametujengea mnara, ndio maana unaona mawasiliano hapo vizuri. Yaani katika vitu vya muhimu ambavyo mfuko wa mawasiliano umefanya ni kutuletea sisi huu mnara. Tunawashukuru sana. Yaani tunawapa big up, tunaomba Mungu awabariki, waendelee kutukumbuka kwa mambo mbalimbali, kwa sababu kama wameweza kutufanyia ili kubwa zaidi kuliko, tunaamini mambo mengine madogo madogo wanaweza kuyakizi. Kwa hiyo tunawaomba sana mzidi kutuangalia, mtukumbuke, especially maeneo mengine ya vijijini ambayo hamjawafikia, mzidi kufikiria hilo na muweze kuwafikia zaidi. Kwa kweli katika hapa kijijini mawasiliano walikuwa hakuna, yani hata kama unatafuta pesa na unatushiwa pesa
hamna mawasiliano yoyote mpaka uende mjini. Kama ni mtandao kuchukua pesa unaenda mjini. Lakini sasa hivi tunashukuru Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea huu mnara. Sasa hivi tunapata mawasiliano hapa kijijini. Kwa kweli mawasiliano ya sasa hivi yameturahisishia kwa kiasi kikubwa. Ukizingatia kwamba tunao watoto wetu ambao wanasoma mbali na hapa Shimbwe, tunahitaji kuwatumia aidha ada au watoto wetu wanataka kutukirimu aidha kwa kutumia chochote, tunapata urahisi wa kuzipata fedha au kutuma fedha kufikisha sehemu husika kwa wakati mwafaka. Kupitia kwa Mama Samia, na washukuru mfuko wa mawasiliano kwa wote, kwani wameweza kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ipasavyo na tukaweza kupata manufaa haya katika kijiji chetu cha Uru Shimbwe Juu. Kabla ya mnara, swala la mawasiliano lilikuwa hafifu sana. Hususani swala mambo ya biashara, kama huku sasa tunalima ndizi, labda kahawa, maparachichi, matunda mbalimbali. Kwa sasa ili uweze kupata soko, lazima ufanye mawasiliano na watu walioko nje hapa ili uweze kujua kwamba labda ningekata ndizi kiasi fulani, mikungu fulani, naweza nikaenda kuuza. Kwa hiyo sasa asilimia kubwa wakulima walikuwa wanapata hasara sana. Unakata ndizi, unapiga yani unajaribu kupeleka labda mjini, unafika pale yule mtu unampelekea ana mzigo mkubwa. Kwa hiyo unapata hasara. Unapaki store na unajua ni mali kuoza. Kwa hiyo asilimia kubwa wananchi wanapata hasara kupitia hilo. Sasa hivi tunashukuru sana Mwenyezi Mungu. Tukiwa tumepata mnara, tunawasiliana na yule mfanyabiashara kule, angalau tunafanya mambo yakawa marahisi. Watoto wetu wako nje. Unapokuwa na shida wakati una mawasiliano, unampigia simu, anakutumia kitu kidogo, kinaingia kwenye simu, ni rahisi kupata. Mtoto wa shule ni rahisi kumtumia hela akaendelea kusoma. Kwa hiyo ikawa ni kazi rahisi tu, kwamba badala kuhangaika kutumia zile nauli za kwenda mjini kurudi, sasa hivi hiyo changamoto hiyo haipo. Kama sio serikali sikivu, mnara huu haungefika huko kwetu. Haungefika kwa sababu ni sehemu ambayo ni pembezoni sana. Lakini kwa sababu serikali tu ni sikivu, ikasema iwafuate wale wanyonge kule, ikatuletea mnara. Kiuhalisia, mawasiliano ni kitu ni kila kitu katika hii dunia sasa ambapo tunapoelekea. Kwa mfano, kipindi cha nyuma katika kijiji hichi, katika kata hii, mawasiliano yalikuwa yanasumbua sana. Ila baada ya mnara huu kuja hapa katika kijiji changu cha Shimbwe Juu, imekuwa ni daraja. Kama sio daraja basi naweza kusema imekuwa chachu ya mawasiliano katika kijiji hichi. Kama mfano hapo nyuma kwa utapata changamoto sana mawasiliano kutoka huku kwetu Shimbwe Juu kwenda kwa huko mjini na nchi mbalimbali. Lakini kwa sasa hivi kupitia mnara huu tumekuwa ni sehemu moja hapo tunajivunia huu mnara huu kwa sababu moja. Kama tukija hapa kwa sasa hivi kama wafanyakazi tulikuwa tunapata kazi sana. Tunapoingia kwenye mifumo hii ya PEPMIS, mifumo ya ununuzi, tulikuwa tunapata changamoto sana. Ila sasa hivi kupitia huu mnara tunafanya kazi zetu huku. Hatuna haja tena kwenda mjini kwa ajili ya kupata kazi hizo. Lakini pia kingine tukija kwenye mambo ya wajasiriamali kwenye vikundi. Mwanzo walikuwa inabidi waende mjini kwa ajili ya kwenda kujisajili kwenye mfumo ili waweze kupata mikopo. Lakini kwa sasa hivi kupitia huu mnara mtandao unapatikana na kila kitu kinafanyikia huku kijijini. Kwa tunapenda kushukuru pia na huo mfuko kwa sababu haujatusahau pia na wakazi kijijini. Tulikuwa hapo mwanzo tulikuwa tunajua tu wanadili na mijini, lakini kwa sasa hivi pia wanadili na vijijini na sisi pia tumefikiwa. Mwanzo tulikuwa yani Uru Shimbwe haikuwepo kabisa. Mawasiliano hayakuwepo pia. Kwa tunashukuru pia huu mfuko na sisi umeweza kututizama kwa jicho la tatu mpaka sasa hivi tunapata maendeleo kwa njia ya huu mnara wetu. Kwa tunashukuru sana kwa hilo pia. Tunashukuru pia na mfuko pia kwa kuweza kututizama pia. Mnara huu awali kabla ya 2020 wananchi walipata sauti zao kwa viongozi na sisi viongozi tulichukua jukumu hilo, tukasikiza kilio hicho, tukakipeleka kwa serikali na baada ya 2021 kupeleka kule, mara ya kwanza tulipeleka TCRA, hatukujua ni wapi pa kuelekeza maombi yetu. Lakini TCRA kwa sababu nao ni wasikivu kwa kweli walituelekeza tupeleke mfuko wa mawasiliano kwa wote. Basi tulipeleka USAF maombi yetu na tulijibiwa vizuri kwamba swala hilo litaingizwa kwenye budget na serikali itaweza kusimamia ujenzi wa mnara huo. Kwa hiyo baada ya hapo mwaka huu ndio mkandarasi ameanza kazi na hivi sasa mwezi wa 5 yuko asilimia 90 na almost 95 kumaliza mradi.
Kwa hiyo kwa sasa kuna mageuzi yanaelekea kuwa makubwa sana, maana mnara umewaka, na baada ya mnara huu kuwaka tayari wananchi wameanza kupata zile signal za mtandao na mawasiliano yameanza kurahisika. Kwa hiyo sasa hivi tunategemea baada ya mnara huu kuendelea kufanya kazi, basi maisha yataboreka, hususan miamala ya kifedha, mawasiliano, na katika taasisi zetu, pamoja na masuala mazima ya sekta ya utalii ambayo ilikuwa inalalamikiwa kweli kweli. Na ukijua kwamba Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan yuko mbele sana kwenye swala la Royal Tour na masuala yote ya utalii. Kwa hiyo katika hili kwa kweli tuna imani kabisa wawekezaji mbalimbali wa sekta ya utalii watakuja na tutapata wageni wengi ambao kwa feedback yake ni kwamba tutapata fedha za ndani, lakini pia na serikali itapata mapato mbalimbali. Suluhu. Bado tunatazama namna ambavyo mawasiliano yamefika vijijini na tunafika Mwanga na tuko kijiji cha Ngulu. Tutaka kufahamu kwa namna gani mawasiliano. Habari zenu? Salama. Kwema kabisa. Mrevedi. Mambo yetu ngazi. Mawasiliano hiki. Mrapata huo? Haya. Na chama nako kidogo nkasia. Haya. Tunataka kufahamu na tunaibaiba lugha za huku na kutaka kufahamu kwa lugha yenyewe. Lakini kikubwa tunatazama namna ambavyo mawasiliano yanageuza shughuli za vijijini. Na huku kuna changamoto ya tembo, wako karibu na hifadhi ya Mkomazi. Kwa hiyo kusipokuwa na mawasiliano, changamoto ni nyingi. Historia hapa imeacha vidonda, namna ambavyo tembo wameleta ulemavu, lakini pia hata misiba katika baadhi ya maeneo. Mawasiliano yakifika huku inakuwa rahisi kutoa taarifa na hivyo huduma kufika haraka. Lakini si hivyo tu, shughuli za kiuchumi zinabadili mambo na kugeuza mawasiliano kuleta mageuzi makubwa katika maeneo ya vijijini. Mkakati mkubwa kabisa wa kuhakikisha kwamba mawasiliano yanafika. Mfuko wa mawasiliano kwa wote USAF wanaifanya kazi hii kwa umakini, na tumepita katika maeneo kujaribu kuangalia kilichoahidiwa Dodoma na kasi inavyoendana. Wananchi wanafurahia namna ambavyo mawasiliano yanawafikia. Kabla ya mnara huu kuwepo, shida ya mawasiliano ilikuwa ni changamoto sana. Na katika kijiji cha Ngulu ilikuwa changamoto kubwa ni pale endapo kunatokea shida ya eneo ambalo hamna network. Ukitaka kumjulisha mwenzako ambaye yuko eneo hilo, inakuwa ni kipengele. Inatokea kama changamoto ya tembo. Tembo walikuwa wanapendelea kupanda maeneo ya mlimani. Na kuna watu wanaishi wengi sana hapo ndani. Mabashula wapi? Lakini endapo unaona tembo wanapanda, kwa sababu hata ilikuwa mpaka mchana wanapanda. Lengo na mazumuni yao, maji yalikuwa yameshakata kwenye korongo ambalo walikuwa wanakunywa maji. Walikuwa wanafuata maji kwenye vyanzo vya maji. Sasa unashindwa kutoa taarifa kwamba tembo wanakuja maeneo ya juu, ili wakazi ambao wako maeneo ya huko mlimani waweze kujisaidia ama kujikinga ili wasije wakadhurika. Sasa ikawa ni changamoto. Baada ya muda fulani unasikia tayari tembo washadhuru mtu. Kashaua mjomba wangu hapo. Ilinuma sana kwa sababu niliona wale tembo wakienda, alafu nilishindwa hata kutoa taarifa. Nimkuta mjomba alikuwa amepeleka ng'ombe wakanywa maji, akadhuriwa, akauawa. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto kubwa. Kwa sasa hivi mnara ulivyofungwa, mimi nishukuru serikali ya awamu ya 6. Dr. Samia Suluhu Hassan, mama yetu, Mungu ambariki sana, na sijui ameingia na baraka gani katika nchi yetu, kwa sababu alivyoingia tumeona mabadiliko makubwa sana. Tumepata mnara, tumshukuru sana, na salamu ziende kwake. Tunamshukuru kwa niaba ya kata Kokoa. Vijana wanatamani siku moja hata tutembelee. Na nadhani tu mama kwa sababu anaona, na kuna siku atatembelea, kwa sababu kama tumefungua lango la kaskazini, na siku mama atatembelea na atazidi kutufurahia, na sisi tunampenda sana kwa sababu ameonyesha kwamba nina Watanzania ambao wako eneo fulani wanahitaji mawasiliano. Niseme asanteni sana kwa huduma hii ambayo tumeipata. Mmerahisisha sana, kwa sababu sasa hivi hata ukitaka kutoa hela unapata. Ukitaka kutuma hela unapata. Ukitaka kuwasiliana na mtu yoyote yule unawasiliana kwa wakati. Tulikuwa tunapata shida sana mnara. Mawasiliano tupati. Yaani unatoka kule mpaka yani sasa hivi nyumbani kwangu unaongea pale nyumbani kabisa. Lakini mpaka kutoka kule nyumbani kwangu uje mpaka kwa barabara ndio unapata nini mawasiliano. Afadhali mnara uko pale. Wayasi. Hali ya mawasiliano ilikuwa inabidi tutafute mawasiliano, tupande juu ya mti ndio tutafute sasa tunayemtafuta kumjulisha taarifa mbalimbali. Lakini baada ya kupata huu mnara imekuwa rahisi, mawasiliano yanakuwa mazuri muda wote, hata kitandani umelala
labda tembo wamevamia mahali, watu wanapigiana simu kujulisha habari hizo. Kama mimi ni mamalishe. Mamalishe zamani ilikuwa ni mpaka utoke uende Mwanga kutafuta labda ndoo ya mafuta ama ngano, lakini kwa sasa hivi unaweza ukapiga simu kwa wale wenye maduka Mwanga kwamba jamani, naomba mniingizie ndoo ya mafuta, naomba mniingizie mfuko wa ngano. Ila kwa sasa hivi tumesharahisishiwa, hapa tuna duka liko hapa karibu. Kwa hiyo unapiga simu dukani, naomba niletee ngano, naomba niletee mafuta, naomba niletee sukari, wanakuletea. Mie pia ni mfanyabiashara wa vyakula. Sokoni unaweza ukaagiza, naomba nipakizie nani, kuna magari yanashuka yanapanda. Naomba nipakizie labda mikungu 3 ya ndizi ama mkungu mmoja wa ndizi. Kwa hiyo zile ndizi zinaletwa bila wewe kutumia gharama ya upakiaji. Maana tunatumia bodaboda labda kuzifuata. Kwa hiyo inakuwa narahisisha matumizi. Kabla ya mnara kuwepo tulikuwa na shida sana. Nyingi sana. Yaani masuala yalikuwa ni mpaka usafiri kwenda kwenye barabara upande kwenye ule mlima pale juu pale ndio upate mawasiliano. Hakuna kumtembelea mtu. Mnaongea kwa simu na malizana. Kama ni kukutana ni kikao tu, mtapigiana simu, mnakutana kwenye kikao basi. Hata mtendaji kama huyu hapa kwetu hapa, mfano ana vikao vya kijiji, anatuma message tu kwa wapiga debe nao wanatuma message kwa kwenye ubalozi wao, kisha watu wanakutana ofisini. Sio mpaka mtu apige debe. Mfuko wa mawasiliano kwa wote walioleta haya mawasiliano, Mungu naomba wabariki kwanza, kwa sababu wamefanya kitu kizuri. Cha kwanza ni hicho, na waliosababisha kuwasilisha huu mnara hapa wamechangia kitu kikubwa kwenye kama tuseme kijiji cha Ngulu kizima. Na kwa upande mwingine yani mpaka huko yani sehemu zingine zilikuwa zishiki kabisa, zinashika. Kwa shughuli zangu ninazofanya ni rahisi, maana asilimia natumia bodaboda. Kwa hiyo sasa hivi imekuwa ni rahisi, nampata kiurahisi na napata kwa urahisi shughuli yangu ninayoifanya. Kwa sababu unaweza ukatumiwa pesa ukapokea kwa muda unaotakiwa bila tatizo lolote lile na bila kikwamo chochote kile. Kwa hiyo tunashukuru na tunafurahia huduma hii. Tunashukuru mfuko wa mawasiliano kwa wote kwa hiki ambacho wametufanyia, na waendelee zaidi kuboresha huduma yao. Kwa kifupi tu mimi bodaboda sasa hivi hata abiria napata kwa kupitia simu. Kwa sababu mwanzoni tulikuwa tunatafutana kwamba hajaonekana huko, lakini sasa hivi mtandao uko popote pale. Hata kwangu sasa hivi nikiwa ndani nafanya mawasiliano tu uzuri sana. Kiufupi tu, kama kipindi cha nyuma ulikuwa unatumiwa hela ikaa siku 2 3 ndio message unashangaa unaikuta. Lakini sasa hivi ukitumiwa hela chapu unaona message. Kwa kiufupi tunamshukuru Mama Samia kutuletea mawasiliano kama katika kijiji chetu cha Tae. Ya, tunashukuru kwamba baada ya kupata mnara huu wa mawasiliano utarahisisha shughuli za maendeleo. Kwa sababu shughuli nyingi za maendeleo zinahitaji mawasiliano. Wakulima wanapolima mazao yanapokamilika wanahitaji kufanya mawasiliano kwa ajili ya kutafuta masoko. Lakini pia kwa ajili ya mambo mengi tu ya kiuchumi yanahitaji mawasiliano. Kwa hiyo mawasiliano ni muhimu kwenye jamii. Kwa hiyo tunaishukuru serikali ya Mama Samia kwa kutuletea mnara huu. Tunampongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kutuletea mnara huu wa mawasiliano katika kata ya Tae, kijiji cha Heikonto. Tunashukuru Mungu, mnara umekuja, mawasiliano yapo sawa. Mimi ni wakala, napata wateja kwa wingi wa kutoa na kutuma pesa kwa kutumia Yas. Hata ukiwa mbali unaweza kumpigia mtu simu, au akiwa na changamoto anataka kutuma pesa au kutoa pesa, anaweza kukuuliza upo wapi, njoo ofisini na shida nataka kutoa kutuma. Kwa tunashukuru. Kwa kweli hali ya mawasiliano kabla ya kupata mnara huu ilikuwa ni ngumu, kwa sababu kwa uzoefu wa kata ya Bwambo na Tae tulikuwa tunatembeleana lakini tulikuwa hatuna mawasiliano. Lakini baada ya mawasiliano tumepata baraka kubwa sana. Tunaweza kuwasiliana, hata mimi naweza kuwasiliana na familia wakati niko huku kikazi. Kwa hiyo mimi nishukuru sana kwa habari ya mnara, lakini mshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa sababu amefanya kazi kubwa ya kuweza kufikisha huduma kwa Watanzania. Suluhu. Tuko kutazama namna mawasiliano yanavyofika katika maeneo mbalimbali. Habari ya kwako? Salama. Ndewedi. Mambo yetu ngazi kuna. Mawasiliano kawaida. Nyapata nendo kuna.
Kale Kikezi. Kalete hata shida kidogo. Haya, nilikuwa nabadilishana mawili matatu kuzungumza. Kabla hapo mawasiliano yalikuwaje, lakini baada ya mnara kujengwa hapa mambo yanaendeleaje? Ela mrevedi hapo. Haya, tunazungumza, tunaangalia namna ambavyo mawasiliano yanafika katika maeneo tofauti. Tuko Tae na tunaangalia namna ambavyo mawasiliano yamefika katika maeneo mbalimbali. Mkakati wa kuyatoa mawasiliano mijini na kuyafikisha vijijini, kuhakikisha kwamba maeneo yote yanafikiwa na mawasiliano, yanabadili maisha. Mawasiliano ni kila kitu katika zama za sasa. Mkakati mkubwa wa serikali kupeleka digitali katika maeneo tofauti ndio ambayo yanatafsirika sasa. Simulizi ni za kuvutia mno zikijadili namna ambavyo mawasiliano yameleta maendeleo katika maeneo ya vijiji. Tunakushukuru sana kwa kutazama kipindi hiki muhimu, makala haya ya Suluhu, tukitazama suluhu vijijini. Mimi naitwa Amini Anthony Mgeni, mpaka wakati mwingine.